Naam kabisa, hii ni Sanga Media Tanzania na leo tuko maeneo ya Ukonga Mombasa, katika ukumbi wa Wenge Hall kuja kushuhudia pambano la ndugu yetu ambaye anatokea maeneo ya Kinyamwezi, si mwingine kama unavyomwona nyuma ya bango hapa, ndugu yetu Isiaka. Na mimi mtangazaji wako naitwa Karimu Mkali, na sikuja peke yangu, nimekuja na ndugu yangu Mtala Mbungo, naye ni mtu ambaye alipitia katika karia hii ya boxing, naye ataeleza machache sana kuhusu mchezo huu wa boxing. Karibu ndugu yangu Mbungo. Asante sana. Habari za jioni? Nashukuru Mungu. Tumekutana tena. Tumekutana kwa mara nyingine tena. Bwana Mbungo, leo hii tunaenda kushuhudia pambano la ndugu yetu Isiaka hapa Mombasa Ukonga, katika ukumbi wa Wenge Hall. Wewe kama mpambanaji wa zamani wa mchezo huu wa masumbwi, ukiwa kama player wa zamani, ikifikia siku ya mechi huaga mpambanaji anakuwa katika hali gani? Kwanza nashukuru Mungu kwa kukutukanisha usiku huu na mkoja kumwangalia ndugu yetu Isiaka na mwanapambana leo katika ukumbi wa Wenge. Na siku ya leo mpambanaji ikifika siku kama ya leo, mara nyingi anakuwa yupo katika hofu kidogo, lakini vile vile anakuwa yupo katika hali ambayo si ya kawaida kama anayokuwa nayo nyumbani. Sijui umeelewa? Siku ya leo ni siku ya mechi, kwa maana anapokuwa katika mechi siku kama ya leo ana kidogo lazima awe na kiofu kadhaa, lakini kama atakuwa amejipanga vizuri hawezi kuwa na hofu wala hawezi na kuwa kitu chochote, kwa sababu kwamba ni mchezo wa ngumi, si mchezo wa kawaida kama watu wanavyofikiri. Ukikaa nje unaweza ukasema kwamba ule mchezo ni mchezo rahisi, lakini kwamba huu mchezo si mchezo rahisi kama watu wanavyofikiri. Ngumi ni mchezo hatari, lakini kama umejipanga vizuri kwa unakuwa rahisi zaidi ya mpiganaji wako. Na siku ya leo wote chukulia kama sherehe, kwa sababu ni kama harusi, kwa sababu kwamba umejipanga vizuri na uko vizuri, ina maana kwamba una uhakika kutoa matokeo yaliyokuwa mazuri. Lakini ina maana hata kama ukiwa umejipanga katika mazoezi, ile hofu inakuja baada ya kutokujua unaenda kupigana na mpinzani wa aina gani katika bauti yako. Ni hofu inakuja endapo kama umjui mpinzani wako, lakini kama mpinzani wako unamjua vizuri na umemfuatilia kwamba anachezaje, madhaifu yake, basi mimi sidhani kama utakuwa na hofu, kwa sababu kwamba unaingia katika ringi unajua kabisa kwamba mpiganaji wangu madhaifu yake yako wapi na anapigana vipi, kwa hiyo na mimi niingieje ili mradi niweze kuchukua ushindi. Naam, huyu ni Mtala Mbungo, naye akielezea kwa ufundi zaidi, na tusongee sana, tumuite bondia wetu naye aje kuzungumza mawili matatu kabla ya kuelekea katika gemu yake. Karibu bwana Isiaka. Habari Isiaka? Kama kawaida. Alhamdulillah. Naona leo umeenda kama Vietnam. Lazima tuipo tuogope kijana wangu. Na kasumba ya Vietnam kwamba uwaga yeye akimbiaje vita. Tumeshuhudia movie kadhaa za Wamarekani na Vietnam, Wamarekani waga ndo wanaikimbia nchi, wa Vietnam wanabaki kuitawala. Kabisa, na wewe ukimbia mtu kwa sababu sisi tumekuwa kazi, na wewe unakimbia mtu kwa lipi, kwa sababu wanajeshi wenyewe ambao tunalinda katika nchi. Bwana Isiaka, kabla kwenda kupambana pambano lako, wewe kama wewe maandalizi yako yapoje kabla kwenda kumkabili mpinzani wako? Bwana, nimejiandaa kwa kutosha, kwa sababu mpinzani kwa naye mpinzani mgumu. Kwa kama ni mgumu nimefuatilia na kutosha, kwa naamini kwa maandalizi yote na kocha wangu Bwana Omar Zungu. Yani sema sana. Ushawahi kupambana naye kabla? Hapana, sijapambana naye, ila nimemfuatilia kwa ukaribu, kuna uchezaji wake. Kwa hiyo na mimi madhaifu yake nimefanya mimi kadira, ni bondia mzuri. Sile mama. Sile mama. Na wadau wako wa mtaani kwako nao wamejitokeza kuja kukusupport siku hii ya leo. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, wamekuja kunipa support ya kutosha, wamekuja kama wote. Yaani wamekuja na wanadeni na mimi ninaahidi kwa na deni kubwa kwa wao. Au vipi bwana? Na pia Kinyamwezi kama Kinyamwezi hamna bondia zaidi ya mimi. Kwa hiyo Kinyamwezi naibeba mimi na begani mwangu. Kwa kufanya kazi kwa kufanya kazi, ndio kufanya kazi. Ungeweza kutoa salamu kwa watu wako watatu kabla ya kwenda kupambana bauti yako? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu
Kwanza familia yangu imenipa support kubwa sana katika fight hii. Familia yangu iko yani kwa bega na mimi. Kuna pamoja na mashabiki zangu walikuwa kila ikifika muda mazoezi walikuwa wanikumbusha bwana, si muda mazoezi. Umeona bwana. Na pili bila kusahau na bila kumlaishima Sanga Media ambaye karibu na mimi sana, anisupport kwa kutosha. Yaani kila ninapo mimi naye yupo. Unaona bwana, namshukuru sana na asitoke. Yeye mdogo wake anipambanie kama mimi napambana. Unaona bwana, kwa kama Sanga asitoke kunipambania mimi mdogo wake. Hilo. Bwana, nikutakie maandalizi mema na mchezo mwema. Asante sana. Naam kabisa, huyo alikuwa Isiaka, naye akiendelea kudadavua kwa undani zaidi kabla kuelekea pambano lako. Sina budi kwanza kumuita Mbungu hapa mbele tena tupate kuongea tena masuala mbalimbali ya kimichezo. Bwana bondia mstaafu bwana Mbungu, tunataka kushuhudia bauti ya kwanza ya bwana Barnaba Classic akitokea huko blue corner akimkalisha mwenzake kwa technical knockout na pambano tumeliangalia. Je, unafikiri mpinzani wake alikuwa na haja ya kumaliza pambano mapema vile, maana alihesabiwa alikuwa anaonekana kama anaweza kuendelea mchezo? Yaani kiukweli kama nilivyokuambia kwamba ngumi ni mchezo hatari, lakini kama utakuwa umejipanga vizuri, aisee ngumi ni tamu sana. Yule jamaa ameshindwa kumaliza bauti yake kwa sababu ya kitu hichi kimoja. Kwanza kashindwa kumsoma mpinzani wake vile inavyotakiwa. Hilo la kwanza. La pili ni mazoezi kafanya, lakini vile kwenye mazoezi kuna aina nyingi. Unaona bwana, kuna mikono yako iwe sawa, kuna miguu, kuna tumbo, unaona, na vile pumzi ndio inahitajika sana katika ringi. Na inaonekana pia si mvumilivu wa ngumi. Tumeona akipigwa ngumi 3 za tumbo waga tumetulia upepo wake ukikata. Wewe kama mpambanaji wa zamani, ile inabidi ufanye mazoezi aina gani ili kukomaza tumbo lako? Kwa udhaifu wa yule aliyopigwa kwa technical KO, madhaifu yake makubwa yalikuwa katika tumbo. Tumbo lake kwanza lilikuwa sio zuri, kwa maana ili afanye vizuri baadaye au tena na tena, kinachotakiwa vizuri zaidi afanye mazoezi kwanza ya tumbo, afanye mazoezi ya kukimbia sana, ndio vile kwa ajili ya kuongeza pumzi katika mwili wake ili aweze kuwa strong. Na imani kama atatengeneza pumzi yake vizuri, atatengeneza tumbo lake vizuri, basi mimi na imani mchezo ujao anaweza kasana vizuri, kwa sababu ngumi anajua na mazoezi anajua na mazoezi amefanya, isipokuwa tu kuna vitu vidogo ndivyo vilivyomfanya yule akapoteza mpambano wake. Naam, Isiaka anaonekana kimo chake ni kifupi sana. Sawa. Huenda ikamtia advantage mpinzani wake kufanya vizuri mbele yake leo. Kwa hilo sina imani sana. Kwa sababu gani? Naam. Ngumi ni akili tu na utulivu. Inawezekana Isiaka akawa mfupi lakini mpinzani wake akawa mrefu. Kwa hiyo kinachotakiwa kwamba Isiaka amsome mpinzani wake na vile asicheze sana mbali naye, kwa sababu yule. Kwa nini asicheze sana mbali naye? Hapo asicheze sana mbali naye. Asicheze sana mbali naye kwa sababu kwamba mpinzani wake ni mrefu na yeye ni mfupi. Anapocheza mbali naye atakuwa anampa wepesi wa yule mpinzani wake kumshambulia zaidi, kwa sababu yule mikono yake ni mirefu na Isiaka ni mikono yake ni mifupi. Kwa maana atakapocheza naye karibu, kwa maana atakuwa na uwezo wa kurusha ngumi hapa kwa hapa, itakuwa ni unakuwa sio mzuri, kwa sababu yupo karibu. Ina maana atataka awe mbali ili aweze ngumi yake ifike. Atakapokuepo hapa ngumi yake haiwezi kukunjuka vile inavyotakiwa. Kwa maana Isiaka atakuwa anaweza anatoka na kuchezea tumbo, kidevu, yani kivizuri zaidi. Na wenyewe wanasema watu wafupi kama wakipigana na watu warefu, ndio huaga akiwasogelea karibu, huenda akapata advantage ya kumpiga ambakati kutokana na kimo chake. Hilo na wewe kama mcheza ngumi nithibitishie hilo kidogo. Hilo ni ukweli zaidi, kwa sababu kwamba unapokuwa karibu, imani yangu inanipa kwamba ndio unaweza kumshambulia vizuri mpinzani wako, kwa sababu upo karibu. Unapokuwa mbali, ina maana uwezi kumshambulia vizuri kwa sababu uko mbali. Hata kama utamshambulia, ina maana ngumi yako inawezekana isiwe na uzito kwa sababu kwamba imetokea mbali. Lakini utakapokuwa karibu, ngumi uzani wake utapokuwa karibu, ina maana kwamba ndo ngumi yako inatoka na uzito wa hali ya juu. Lakini unapokuwa upande wa mbali, uende katoka ngumi ikawa isiwe na madhara. Tuendelee. Ndio. Kwa maana kwamba utakapokuwa karibu
punch yako itakuwa kali zaidi kuliko utakapokuwa mbali. Kwa maana na tunachokitaka kwamba ili mpambanaji anayeshinda ina maana kwamba ana fly zaidi akishinda kwa technical KO, lakini inakuwa afly zaidi ingawa ni furaha kwa sababu kashinda kwa pointi, lakini mara nyingi akicheza kwa akishinda kwa technical KO mara nyingi inakuwa kwa KO inampa faraja sana, kwa sababu kwamba yule mpinzani wake ina maana ameonyesha kwamba nimemweza huyu kwamba haniwezi. Ushaona bwana. Kwa hiyo kwamba utakapocheza karibu ina maana kwamba ile ngumi yoyote itakayomkuta ina maana itakuwa ni ina madhara, kwa sababu ina maumivu, ina maana ina panchi na imetoka vizuri. Naam, wewe katika historia yako ya ngumi ushawahi kupigwa technical knockout? Katika toka nianze kucheza ngumi technical knockout sijawahi kupigwa, lakini nimeshapoteza. Mimi nimepambana mapambano 4 ambayo yale watu niliyopambana acha ya mitaani tu yale ambayo kama yaliandaliwa kama hivi, lakini kwa sababu kipindi hiko mambo ya media ilikuwa sio sana kama sasa hivi. Ina maana kama Sanga Media angekuepo kipindi kile, basi mimi na maana nisingezungumza sana, kwa sababu kwamba watu wangekuepo wanaona tunge Google chap mapema tu na wangeona kwamba Mbungu alifanya kitu gani. Lakini kwa kuwa kwamba hakuna, naweza nikawaambia tu kwa machache kidogo kwamba nimecheza mapambano 4 ila moja nilipoteza kwa pointi, lakini hayo mengine yote nilishinda kwa pointi na moja nikashinda kwa KO. Nilimpiga jamaa mmoja raundi ya 3, lakini alikuwa ni mzuri sana yule jamaa. Kwa kidogo Bungo, je, unafikiria tena na wewe kurudi ulingoni mara baada ya kuona vijana wana inspire vizuri ngumi? Kiukweli hamu hiyo niko nayo, kwa sababu kwamba ule mchezo naupenda na vile vile kwamba vijana wanacheza vizuri, wanatia hamasa kwamba siku nyingine na wewe urudi at least wakaona kwamba ulichokuwa unakifanya kile ulikuwa unafanya kitu kizuri. Naam, na watu wakajua na wakajifunzia vile vile kupitia mimi, kwa sababu mimi mwenyewe kwanza Bungo najikubali, na siku kama ya leo mara nyingi kwangu mimi nakuaga ni sherehe tu. Bwana Bungo naye akieleza kwamba yeye naye huenda soon tukamshuhudia katika ring akarudi tena mzigoni. Kwa mashabiki wa Bungo tayari kula chakula kizuri anachokiandaa kukipika bwana mtaalamu Bungo. Hii ni Sanga Media TZ, bado tupo katika Wenge Hall, tutashuhudia about mbalimbali. Bwana Bungo, usikae mbali, story tutapiga nyingi sana tukiwa ndani ya kamera Sanga Media TZ. Tutafuta kiti kidogo tupate kinywaji baridi, huku tutatafuta mambo mengine. Nashukuru sana.